Kaambia umependeza. Ukirudi nyumbani unajiangalia mara pilipili, si umeambiwa umependeza? Huwezi kuonyesha hapo, lakini ndani ya moyo wako kuna kitu kinabadilika. Hivi kumbe nilipendeza Unaona, nafsi inaanza kushuhudia kile ulichokisikia au ulichoambiwa. Kwa hata Mungu wetu anatamani tumsifu, anatamani tumwabudu katika roho na kweli. Na tutakapomsifu, ziko baraka za kumsifu, kwa sababu tutatoa shukrani kwa Mungu. Na kushukuru kunaleta baraka, kunaleta kufungua mlango uliofungwa. Haleluya! Kunaleta mambo makubwa kutokea kwenye maisha yako, hata tu ya kawaida. Mtu mwenye shukrani siku zote huwa hapungukiwi, kwa sababu nikikushukuru leo, Mungu atakugusa tena. Huyo na moyo wa shukrani. Leo tena moyo anakugusa. Josa ananiletea beti ya soda, na asante sana, na kinyekiuso unapiga na magoti. Kesho ataleta soda tena, ataongeza kiwango, kwa sababu nimeonyesha uthamani wa kile kitu alichokifanya. Haleluya! Mungu atupe moyo wa shukrani. Haleluya! Asubuhi ya leo usiangalie nani anakuangalia wewe, jiungamanishe na Mungu wako. Unajua nini amekutendea Mungu? Unajua nini amekutoa wapi? Unaelewa kila kitu, unaelewa. Usizime data kwamba uelewi. Unaelewa. Mwambie shetani leo utaona. Mwambie kabisa, mwambie wewe shetani unaikamata ufahamu wangu, nisielewe ukuu wa Mungu, nisielewe kile Mungu alichofanya juu ya maisha yangu. Sina pesa ya kumlipa Mungu, sina chochote cha kuweza kulipia faida, lakini kwa sauti yangu nitamshukuru Mungu kwa moyo wangu wote, kwa akili zangu zote, kwa nguvu zangu zote, kwa uwezo wangu wote. Nitamshukuru Bwana, kwa sababu kama sio yeye nisingekuwepo leo hii. Haleluya! Ni huruma za Bwana. Nikimwona yule mama ni ushuhuda kwangu tosha. Namjua siku nyingi na anajua kazi alikuwa anaifanya. Leo anasema Yesu ni Bwana. Mimi namtukuza Bwana. Haleluya! Wako watu walitolewa sehemu ambayo sio, lakini kwa sababu Mungu wetu ni wa huruma, Mungu wetu anasamehe, anafuta, anaondoa yote, unabaki salama. Basi huyo ndio anatakiwa kusifiwa, huyo ndio anatakiwa kuabudiwa. Amen. Bwana asifiwe. Nimesema dakika 10. Okay. Namaliza sasa hivi. Ukisoma Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 13 mpaka 25, lakini nitakuwa tutasoma kwa kurukaruka hapo. Naomba unifungue nisomee. Soma mstari wa 13 mpaka 14, afu nitakwambia tena. Biblia inaongelea kwa habari ya taifa la Israeli. Kipindi hicho hawa wana wa Mungu walikuwa tayari Mungu amewatendea, lakini wako wafalme waliojipanga kwa ajili yao. Ukianza kusoma ule mstari wa kwanza, walipanga kwa ajili yao, kwa ajili ya kuwashambulia, na wakaleta matiisho. Bwana asifiwe. Si unayajua matiisho Na wewe ni dhaifu, afu anakuletea matiisho. Wakamletea yule mfalme matiisho, lakini yeye kwa sababu alikuwa ni mtu wa Mungu hakutamani kuyasikiliza yeye matiisho. Alichofanya, aliwakusanya. Jambo la kwanza, aliwakusanya. Wakiwa katika maombi, akatokea mwana aliyetabiri sasa ya maneno kwamba msiogope. Haleluya! Msiogope. Ukiendelea kule chini anasema vita hii sio yenu, vita ni ya Bwana. Yule mfalme anawainua Walawi kuweza kumwimbia Bwana. Haleluya! Aliwainua Walawi kwamba okay, Mungu amempa maelekezo, sasa tunafanyaje? Hatuna silaha, hatuna chochote, tunamwamini Mungu kwamba ana uwezo. Walipoanza kuimba, anasema Biblia inasema Mungu akatuma waviziao, wakaanza kupigana wao kwa nani aliingilia kati? Mungu. Wao waliendelea kumsifu Mungu, hakuenda kupigana, wanaendelea kumtukuza Mungu.
kwamba wewe ni Mungu. Si amewaambia msiogope? Kwa hiyo amewapa nguvu ya kusema okay, yupo Bwana wa vita. Haleluya. Kwa nini tunajifunza hapa sasa? Wakati wote uwepo wa Mungu upo katikati ya sifa. Wakati wote uwepo wa Mungu upo katikati ya sifa. Tukiangalia hata ukuta wa Yeriko ulibomoka kwa sababu watu walipewa maelekezo na Mungu kwamba wazunguke mara 7. Wanafanya nini? Wanaimba tu, wanamsifu tu Mungu, wanaimba tu, wanazunguka mara ya kwanza, wanaimba, wanaonekana kama mataila. Lakini ndio hivyo, Mungu sio amemsikiliza, amewaambia zungukeni mara 7, alafu ya mara 7 pigeni vinanda na ukuta upunguke. Kuna ukuta gani kwenye maisha yako leo? Ukimsifu Bwana, wa ukuta unaondoka. Hiyo vita inayopiganwa juu yako, ukimsifu Bwana, hiyo vita leo Bwana anasimama kupigana. Haleluya. Kwa lazima tumwabudu Mungu katika roho na kweli, maanisha kutoka ndani ya moyo wako. Yaani Mungu akikuzamisha wewe zama, usiangalie fulani yupo ananiangalia. Wewe jiungamanishe na yeye. Yuko hapa, ameshuka, anatamani akuguse, anatamani akubadilishe, anatamani abadilishe historia yako. Uwe ni mtu mpya, kila unapotembea unatabasamu la kimungu. Haleluya. Yaani kwenye magumu uwe tabasamu, kwa sababu kwenye magumu ndio unamsifu Mungu. Biblia imesema wakati wa huzuni wewe msifu Mungu. Mwambie Mungu asante. Sote jamani, itatoka. Shetani atakwambia yeye utoke hapo hapo utakaa. Lakini tunapotamka ushindi ni dalili ya kumshukuru Mungu. Amen. Ninaposema nimeshinda, hata kama naona hali ngumu, mazingira hayaeleweki, ninasema kwa jina la Yesu ninashinda. Ninashinda zaidi ya kushinda kwa sababu yeye amenipenda na mimi nimempenda. Haleluya. Kwa wapendwa, asubuhi ya leo tutakapomsifu Bwana, natamani Mungu akakuhudumie. Umejiandaa kumsifu Bwana? Msifu katika roho na kweli. Mwachilie Roho Mtakatifu, achilie nguvu ya kumsifu yeye. Amen. Usiangalie muda. Mimi naamini watu hapa, nguvu ya Mungu iliyoachiliwa hapa unawaka moto. Amen. Haleluya. Tumeomba tukasema, Mungu tunataka tutembelewe na wewe. Dalili zipo, zinaonekana na zimeonekana kwa muda huu na masaa haya. Mimi nimeshamaliza kuhubiri. Amina. Amina. Jiandae sasa kumsifu Bwana. Haleluya. Saa 4:30 bado mapema sana. Amina. Yaani bado ndo kwanza saa 2. Ndo tunaanza, tunatuni. Bwana asifiwe. Ndio tunatuni mitambo. Kwa hiyo mpendwa mtakatifu wa Bwana, hebu niombe kwa ajili ya neno. Na kama kuna mahali unaona moyo wako kabisa unasikia kuna hali ambayo huielewi, kabla hatujaanza unaweza ukasogea hapa tuweze kuomba, alafu ili tutakapoingia wote tuingie kwa pamoja. Amen. Asiwepo wa kubaki nyuma. Kila mmoja, watoto wamsifu Mungu. Hakuna kuongea, ni kumsifu Mungu. Wimbo aliloliachilia Mungu leo likasababisha watu wa eneo hili waseme kuna nini leo nyumbani mwako. Kama Mungu amenisaidia, kama Mungu amekusaidia kuwepo leo, na nafasi kubwa sana ya kumtukuza Bwana. Ina nafasi kubwa sana ya kumwadhimisha yeye. Yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utaudharau. Ni kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane
maombi yangu yafike kwako, moyo ulioponeka utadharau, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana kwa ajili ya neno lako ambalo umesema nasi kwa dakika hizi ambazo umezungumza nasi kwa habari ya kukusifu na kukuabudu. Baba, asante kwa ajili ya ujumbe huu ambao umetupa. Ninaamini wewe ni Mungu ambaye uko mahali hapa na unaenda kutenda makuu, na uweza na nguvu zako Bwana zinaenda kuatamia mahali hapa. Akurudishia utukufu. Achilia nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kila mmoja mmoja anapokusifu wakati huu. Roho wa Bwana ukagusi kila minyororo, kila kamba, kila vifungo ambavyo adui yamkini amefunga kwenye maisha yake, vikafunguke kwa jina la Yesu. Kila ngome zilizojengwa zikabomoke kwa jina la Yesu. Bali neema yako Bwana na uwezo wako Yesu uwe pamoja nasi sasa. Kwa neema hii na nafasi hii Bwana, tunajiachilia mikononi mwako tunapoenda kuanza kukusifu sasa. Tusifu Bwana pamoja nasi. Wewe uliye mwenyeji wa ibada, wewe uliye mzoefu wa sifa, shuka usifu pamoja nasi sasa. Tunanyenyekea kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nikiomba na kuamini. Amen. Shangilie Bwana. Basi wakati huu tutakaribisha praise, lakini kabla ya praise tunaomba tukae. Tutaanza na kwaya, tutaimba wimbo, alafu tutaanza kwaya pamoja. Amina. Amina.